Mheshimiwa Dr. Samia oye! Makofi mengi na vigelegele wanaitilima. Ni Juni 18, 2025 ikiwa ni mwendelezo wa ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkoa huu wa Simiyu. Leo hii amefika hapa katika kata ya Mwamaparara, wilaya ya Itilima kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi shule ya sekondari ya Hamadi. Kupitia mradi huu tuna workshop 3 ambayo ni kwa ajili ya kujifunza ufundi. Tuna useremala, uwashi na ufundi wa mabomba. Mheshimiwa Rais, mradi huu ulitoa mwenyewe ikiwa ni dhamira yako na ndoto yako takriban shilingi bilioni 41.6. Fedha hizi zimekwenda kote nchini, mikoa yote nchini 26 zimepokea fedha hizi, na mradi huu katika halmashauri ya wilaya ya Itilima ikiwa ni moja ya halmashauri iliyoteuliwa katika mkoa wa Simiyu inatekeleza mradi huu kwa thamani ya shilingi bilioni 1.6. Ujenzi umekwenda vizuri na uko katika hatua nzuri na unasimamiwa na wakandarasi tukishirikiana pamoja na Wizara ya Elimu na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Kama navyokumbuka Mheshimiwa Rais uliagiza katika mageuzi ya elimu tuwe na mafunzo ya amali. Hayo mafunzo ya amali yamegawanyika sehemu mbili. Kuna mafunzo ya amali ambayo Kiingereza wanaita vocational, ni kama kilimo, kama michezo, kama muziki, uvuvi, ufugaji, na kuna mafunzo ya amali ambayo ni ufundi, yani technical secondary school. Tulikuwa nazo Mheshimiwa Rais. Tulikuwa na Ifunda Technical Secondary School, tulikuwa na Tanga Technical Secondary School, Moshi Technical Secondary School na Buiru, lakini zilififia, hatimaye zikaacha kufuata mfumo huu, zikarudi kuwa na elimu jumla. Kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri hapa, tunazo shule 26 ambazo ni duru ya kwanza ya ujenzi wa shule 103 kwa upande wa Tanzania bara, na upande wa wenzetu Zanzibar walitualika, tumeenda, zitakuwepo 2 vile vile za namna hii. Mwelekeo wa serikali ni kukuza zaidi elimu ya amali. Kwa nini tunakuza elimu ya amali? Kama mnavyojua tulikuwa na elimu yetu, lakini mtoto akimaliza kidato cha 4 anatoka hana la kufanya, anasubiri ajira. Lakini sasa tumeamua kubadilisha mwelekeo kiasi kwamba mtoto akimaliza kidato cha 4 ana ujuzi unaomfanya aweze kujiajiri au kuajiriwa. Na kwa maana hiyo ndio serikali tumeamua kujenga shule za aina hii, shule za amali, lakini pia shule za ufundi. Shule za amali ni zile zinazompa mtoto ujuzi wa kwenda kuajiriwa au kujiajiri. Shule ya ufundi inamfanya awe study, sasa anajua yeye ni bingwa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunazijenga nyingi. Shukrani zangu ni kwa contractor aliyepewa kazi, naona anaenda vizuri, na nimtake amalize shule hii kwa wakati, kwa sababu Januari tunategemea vijana wetu waingie hapa ili waanze masomo, na nadhani tutaanza na wanafunzi si chini ya 300. Kwa hiyo hicho ni kiwango kikubwa. Tunamshukuru Mungu, ametupa utajiri mkubwa wa vijana ndani ya Tanzania. Sasa vijana hawa tusipowajengea uwezo, tusipowapa ujuzi, uwezo wa serikali kuajiri wote haupo. Kwa hiyo ndio maana tumeamua tuwape ujuzi, wawe mafundi, waweze kujiajiri na kuajiriwa na sekta binafsi. Watoto watakaotoka hapa watatoka na fani ya ufundi na watasaidia katika jamii yetu ya mkoa wa Simiyu na wanaitima kwa ujumla. Na shule hii inakuja kuchochea maendeleo katika mkoa wetu, lakini na kuongeza ujuzi kwa vijana wetu. Wito wangu kwa wananchi, kwanza watoto wajitokeze, wasome, wapate elimu, wajijengee uwezo ili wa mafundi wa baadaye, lakini waliongoze taifa. Vijana wetu wanamaliza vyuo lakini professionally wanakuwa hawana ujuzi wowote. Hasa kupitia hizi sekondari ambazo zinajifunza masuala ya ufundi, mtoto anapomaliza kusoma hapa anakuwa ameshapata ujuzi moja kwa moja. Ina maana akitoka hapa anajiajiri yeye mwenyewe, kunakuwa na ajira ya moja kwa moja. Kwa hiyo hii itasaidia hata kupunguza tatizo la ajira katika nchi yetu.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.